Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika dirisha kubwa la usajili kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027 ambapo klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club ni miongoni mwa klabu ambazo watu wengi wanaotazama usajili wao, ambapo vilabu hivi vimekuwa na tabia ya kufanyiana umafia, ambapo tunashuhudia klabu ya soka Yanga Sports Club tayari wameshafanya yao. Fahamu tunashuhudia kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba Ahmed Ali katika kile kilele cha siku ya Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 aliweza kumtambulisha Selemani Mwalimu Gomez kama mchezaji mpya ndani ya kikosi cha timu ya soka Simba, ambapo tunashuhudia kuna moja ya video ambayo aliweza kuplay, ambapo video hii Selemani Mwalimu aliweza kusema kwamba anaitakia Simba kila laheri katika miaka 90, bila kusahau kwamba bado atakwenda kuendelea kuwa mwana klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa story imegeuka, badala ya kutambulishwa ndani ya klabu ya soka ya Simba, Selemani Mwalimu Gomez ameweza kutambulishwa ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Story imekaje? Issue imekaje? Fahamu Selemani Mwalimu Gomez mazumuni lake ama dhamira yake kuelekea msimu ujao 2026-2027 ni kuichezea klabu ya soka ya Simba Sports Club, lakini Simba ndio ambao wameweza kuzingua katika dilili, kwa sababu mara ya kwanza Wydad walihitaji dola 50,000 kwa ajili ya kuweza kumwachia Selemani Mwalimu Gomez kwa mkataba wa mkopo wa mwaka mmoja kuitumikia klabu ya soka Simba, lakini Simba walichelewa kulipa zile fedha, na ndipo klabu ya soka Yanga walipoingilia dilili na kuweza kutoa dola 200,000, ambapo fedha hizi dola 200,000 za mkopo kwa mkataba wa mwaka mmoja ndizo ambazo zimeweza kumuondoa Selemani Mwalimu Gomez kutokea katika klabu ya soka ya Wydad Casablanca. Lakini Wydad waliweza kuiarifu Simba wanahitaji tu dola 150,000 tu ili waweze kumwachia mchezaji kujiunga na klabu ya soka Simba, lakini Simba vile vile walidelay ama walichelewa kutoa majibu kwamba mchezaji huyo ataitumikia Simba au la. Wakaona kama ni propaganda tu za kimtandao, na ndipo Yanga wao walipolipa dola 200,000 na nyota huyo moja kwa moja ameweza kutambulishwa ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Selemani Mwalimu Gomez hana ubaya na mtu yote, kwa sababu yeye ni mchezaji ambaye anahitaji maslahi binafsi, kwa sababu ukiangalia kwa upande wake alikuwa tayari kulipa kiasi cha shilingi milioni 20 ili tu aweze kutolewa kwa mkopo na kujiunga na Simba, kwa sababu ni miongoni mwa klabu ambayo alichagua, lakini Simba wao ndio ambao waliweza kudeli. Mara baada ya kutambulishwa ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club, Selemani Gomez kwa sababu ni mchezaji, hana timu, hana upande, ameweza kufunguka na kusema kwamba atakwenda kuitumikia klabu hiyo kwa moyo wote, na ni miongoni mwa klabu ambayo ni kubwa barani Afrika, ambayo anaamini kwamba akicheza atakwenda kuwa miongoni mwa wachezaji bora. Kwa hiyo katika sakata la Selemani Mwalimu, klabu ya soka ya Yanga wameweza kuizidi kete klabu ya soka ya Simba, kwa sababu ukiangalia Simba wao waliamini kwamba stories zinazoendelea ni propaganda za kimitandao, lakini ndio hivyo, Selemani Mwalimu Gomez amechagua kujiunga na klabu ya soka ya Yanga mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuchelewa kutoa zile fedha ambazo Wydad walikuwa wakizitaka, na mwenyewe fedha yake ya usajili wa mkopo kwa ajili ya kujiunga na klabu ya soka Simba. Kukumbukwe Alikamwe alisema kwamba kuna mchezaji wao anafanya mazoezi, kuna mchezaji wetu anafanya mazoezi kwao, siku si nyingi tutakwenda kumtambulisha, hiki maanisha kwamba ni mchezaji Selemani Mwalimu Gomez ambaye alikuwa akimtaja kwamba alikuwa akifanya mazoezi Simba, huku Simba wakiamini kwamba watampata. Hatimaye sasa ametua ndani ya klabu ya soka Yanga Sports Club. Hii inaonyesha kwamba Yanga wako serious, wako care kuelekea katika msimu ujao, kumaanisha kwamba wanasajili wale wachezaji ambao wanaona ni muhimu na mapendekezo ya kocha mkuu. Kwa hiyo kwa sasa Selemani Mwalimu Gomez ni njano na kijani. Tuambie neno la comment kwa kile ambacho kimeweza kutokea, nani wa kulaumiwa Simba na je ni nani wa kupewa kongole ama poa ndani ya klabu ya soka ya Yanga.